kama unatumia madawa ya kulevya, usitegemee kwamba jamii itakupokea vizuri. Wewe unaonekana ni tatizo, kwa hiyo watu wanakukwepa, wanakukimbia. Ni jambo ambalo sio zuri sana. Kwa hiyo nitoe rai, ndugu zangu wananchi, kwamba hakikisheni kwamba katika familia jambo hili litokei la matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia pale ambapo unaona jirani yako anatumia madawa ya kulevya, usifikirie kwamba familia yako iko salama kwa sababu yeye ndio anatumia madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya yani ni kama upepo, kama hewa, itakugeuka kwenye familia yako, kwa sababu yule mtu ujui anakutana na nani na nani anakutana na nani kwenye familia yako. Kwa hiyo itarudi kwenye familia yako. Kwa njia nyepesi na njia nzuri ni kuhakikisha kwamba mnaripoti jambo hili kwa haraka zaidi kwenye mamlaka husika, ili huyo mtumiaji wa madawa ya kulevya aweze kupata huduma ya kiserikali. Milele amina. Na changamoto nyingine ni kuporomoka kwa maadili. Tunakosa maadili, na tunakosa maadili kwa sababu taasisi ya familia haikufanya kazi yake ipasavyo. Kwa hiyo unakuta mtu ameshakuwa mtu mzima na ameoa na hana maadili. Unaweza ukakashangaa kwamba hivi huyu ni baba wa familia, hivi huyu ni mama wa familia, hivi huyu ni kijana mtu mzima kwenye familia, mbona anafanya mambo yasiyofaa kwenye jamii? Kwa hivyo basi, maadili yakishaporomoka, familia itaporomoka, na familia ikiporomoka, jamii imeporomoka na taifa limeporomoka. Kwa hiyo hili ni changamoto kubwa sana la kuporomoka kwa maadili katika jamii, na inaleta shida katika maendeleo ya jamii, familia na nchi kwa ujumla. Kuna changamoto za kiuchumi kama nilivyosema pale awali. Wakati mwingine jamii au familia ikishakuwa haina mwelekeo, basi uchumi wa familia hiyo inapata changamoto. Kwa mfano, kama baba anatumia madawa ya kulevya, hawezi tena kufanya kazi na kama hawezi kufanya kazi baba, maana yake breadwinner katika hiyo familia, basi ameshapata tatizo, na watoto hawatopata kile ambacho wanastahili kupata kama chakula, mavazi, matibabu na mengineyo. Lakini pia kama jamii hiyo, kama familia hiyo imekosa maadili, maana yake watakumbana na vyombo vya sheria. Utakuta wamepigana, wamekamatwa, wamepeleka polisi, wametukana, wamevunja vitu vya watu, hawana maadili. Kwa hiyo matokeo yake wanatumia fedha kidogo wanayopata katika kuhakikisha kwamba huyo mwanafamilia anakuamuliwa kutoka kule alipo, na kuleta shida kubwa sana kwenye familia hiyo, kwa sababu mambo mengine hayatofanyika kulingana na uchumi wa familia husika. Wito. Natoa wito kwa jamii kufanya yafuatayo. Ni muhimu kuendelea kufanya mazungumzo kwenye familia. Jamani, familia ambayo haiongei, hiyo familia shetani anapata nafasi ya kuongea nao. Kuna familia ambazo kwa sasa baba yupo pale na mama yuko pale na watoto wako pale, hakuna anayezungumza na mwenzake. Kila mtu yuko bize na mambo yake, ana simu yake ndio anaozungumza nayo. Kwa hiyo badala ya familia kuzungumza na simu, natoa wito familia, watu wazungumze, binadamu walioko kwenye familia ile. Baba azungumze na mama, mama azungumze na baba, watoto wazungumze na wazazi, vivyo hivyo wazazi wazungumze na watoto. Kama hakuna mazungumzo, utatuzi wa mgogoro au jambo moja dogo litakuwa ni kubwa na litaleta shida baadaye. Lakini kama mnazungumza, basi tatizo hilo litatatuliwa kwa urahisi na kwa wepesi zaidi, na familia hiyo itaendelea mbele. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tuache kuzungumza na simu, badala yake tuzungumze na wenza na watu walioko kwenye familia zetu. Wito mwingine ni malezi bora kwa watoto. Ndugu zangu, watoto hawa tunaokuwa nao hawaandiki barua ya maombi kwetu
ili waweze kuzaliwa na sisi. Tunawazaa kwenye mazingira ya kupenda sisi au vinginevyo, lakini yeye akishakuja duniani, basi yeye anajua kwamba mzazi wake yupo na wewe upo. Kwa hiyo hakikisha kwamba mtoto wako unampa malezi bora kwa jinsi utakavyoweza. Wito mwingine ni kukuza upendo na mshikamano ndani ya familia. Kama hakuna upendo na mshikamano katika familia, basi mjue kwamba chochote kinachofanyika katika familia hiyo haiwezi kufika mbali, kwa sababu upendo ni kama gundi ambayo inashikamana, inafanya familia ishikamane. Kama hamna upendo, hamwezi kuongea. Kama hamna upendo, hamwezi kusaidiana. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii kwamba familia tuhakikishe kwamba tunakuwa na upendo, kuheshimu haki ya kila mwanafamilia. Yaani kama familia hiyo itakuwa iko pale, lakini haki ya mwenzao mmoja haiheshimiki, eti tu kwa sababu ni mlemavu, eti tu kwa sababu ni mtoto, eti tu kwa sababu ni mwanamke, eti tu kwa sababu yeye ni mgonjwa, yani hiyo haiwezekani, na familia hiyo itapata wakati mgumu sana katika maendeleo yake. Kwa hiyo tuhakikishe tunaheshimiana katika familia, kushiriki kwa pamoja katika shughuli za kiuchumi. Huo ni wito mwingine. Kuna wengine hawataki kushiriki katika shughuli za maendeleo ya familia. Utakuta labda familia ni familia ya wakulima, wanaokwenda kulima ni baba na labda na mtoto mwingine, au ni mama au labda na baba, watoto wataki. Kama hamwezi kushiriki shughuli za kiuchumi za maendeleo katika familia, basi familia hiyo itaibuka kwenye migogoro na itapata wakati mgumu sana katika maendeleo yake. Kwa hiyo nitoe wito wanafamilia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi ndani ya familia. Katika familia zetu wakati mwingine kuna kupo na wazee. Nitoe wito pia tuwaheshimu wale wazee ambao wako katika familia zetu, tuwaheshimu watoto katika familia zetu, tuwaheshimu na watu wenye ulemavu katika familia zetu. Hawa watu wanahitaji heshima sawa sawa na wewe unavyohitaji heshima. Kwa hiyo tukiwaheshimu hawa watu katika familia zetu, basi familia zetu zitaonekana ni bora zaidi. Hitimisho, maadhimisho haya yawe ni kama jukwaa la sisi kupanda, kuona kile ambacho tulikuwa hatukioni, kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakwenda kufanya marekebisho katika familia yake. Kama kulikuwa na jambo haliendi sawa sawa, basi utumie siku hii na utumie maadhimisho haya kuhakikisha kwamba unakwenda kufanya marekebisho.